Baraza la usalama linatarajiwa kukutana kwa kikao cha dharura kuhusiana na uamuzi tata wa Israeli kulitambua jimbo la Somaliland kuwa taifa huru, uamuzi ambao umezusha ukosoaji mkubwa wa kikanda na kimataifa. Kuelekea kikao hicho cha siku ya Jumatatu, mataifa 21 yenye Waislamu wengi duniani yalitoa tamko la pamoja mapema siku ya Jumamosi kuonya dhidi ya matokeo mabaya sana kutokana na uamuzi huo wa Israeli kwa amani na usalama kwenye pembe ya Afrika na kwenye eneo zima la bahari ya Shamu. Somaliland, jimbo la kaskazini mwa Somalia, limekuwa likiendesha mambo yake kama nchi huru kwa zaidi ya miongo mitatu sasa, ingawa haikuwahi kutambuliwa rasmi na taifa lolote duniani. Mapema siku ya Ijumaa ya Disemba 26, Israeli ilikuwa nchi ya kwanza duniani kuutambua uhuru wa jimbo hilo lililojitenga, hatua iliyolaaniwa hapo vikali na serikali ya Somalia na washirika wake wa kikanda. Uamuzi huo wa Israeli ulichukuliwa ikiwa ni siku chache tu kabla ya Somalia kuchukua wadhifa mzunguko wa urais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwenye tamko hilo la pamoja lililochapishwa na Qatar, mataifa hayo 21 yalisema anaikataa moja kwa moja hatua hiyo ya Israel, wakisema ni uvunjaji wa wazi wa misingi ya sheria za kimataifa. Tamko hilo pia lililaani majaribio ya kuondosha Palestina kwa nguvu kutoka kwenye ardhi yao baada ya ripoti kwamba utambuaji huo wa Israel kwa Somaliland unahusiana na juhudi za kuwahamisha Palestina kutoka ukanda wa Gaza. Mapema mwaka huu, maafisa wa Marekani na Israel waliliambia shirika moja la habari kwamba Israel ilikuwa imejaribu kuiomba Somaliland kuachukua Palestina kutoka Gaza kama sehemu ya mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wakati huo wa kuhamisha wakazi hao kwenye mataifa mengine. Lakini Marekani, ambayo imeshaachana muda mrefu na mpango huo, ilisema siku ya Jumamosi kupitia wizara yake mambo ya kigeni kwamba inaendelea kuyatambua mamlaka na uhuru wa Somalia na ujumuisha Somaliland. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Somaliland Abdirahman Daher Adam alikiambia kituo cha utangazaji cha Israeli Channel 12 siku ya Jumamosi kwamba hatua hiyo haihusiani chochote na mgogoro wa Gaza. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, utambuaji huo uliwezekana kutokana na moyo wa makubaliano ya Abraham ambayo alishuhudia mataifa kadhaa ya Kiarabu kuitambua rasmi Israel. Gazeti la Times of Israel liliripoti kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco, ambazo zote zilijiunga na makubaliano ya Abraham, hazikuwa miongoni mwa waliosaini tamko hilo la kuikosoa Israel kwa kuitambua Somaliland. Siku ya Ijumaa ya Disemba 26, serikali ya shirikisho ya Somalia ililaani vikali kile ilichokielezea kuwa ni hatua haramu ya Israel na ikathibitisha kwamba Somaliland inaendelea kuwa sehemu ya mamlaka ya Somalia. Taasisi za kikanda barani Afrika nazo pia zililaani hatua hiyo ya Israel kuitambua Somaliland, ambapo mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf alisema jaribio lolote ya kuhujumu mamlaka Somalia inaiweka hatarini amani na utangamano barani Afrika. Jumuiya ya Ushirikiano ya Pembe ya Afrika ilisema kwenye tamko lake kwamba mamlaka ya Somalia yanatambuliwa kwenye sheria za kimataifa na hatua yoyote kinyume chake ni kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa na makubaliano yaliyoiunda jumuiya hiyo na Umoja wa Afrika. Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991 wakati taifa hilo la Pembe ya Afrika lilipoanza kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoligeuza kuwa lisilotawalika kwa miaka kadhaa. Kwa miaka yote hiyo imekuwa na serikali na sarafu yake yenyewe na imekuwa ikijiendeshea mambo yake kwa kiasi kikubwa bila kuihusisha serikali kuu mjini Mogadishu. Eneo ilipo Somaliland linatajwa kuwa la kimkakati kwa mataifa yanayowania ushawishi duniani. Mkoa huu wa Somalia upo kwenye ghuba ya Aden ikiungana na Yemen na Djibouti, ambayo ina vivutio vya kijeshi vya Marekani, China, Ufaransa na mataifa mengine kadhaa.